Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji unayenitazama na kunifuatilia mahali popote ulipo, ninamshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya hii neema ambayo Mungu ametupa. Ni siku nyingine na ni wakati mwingine, tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Nikukaribishe ufuatane nami. Kuna jambo dogo nataka nizungumze na marafiki zangu mabinti. Najua mmekuwa mkifuatilia vipindi tofauti tofauti ambavyo tumekuwa tukivituma, lakini leo kuna kitu nataka nizungumze na mabinti. Kuna kitu ambacho nimekiona sana kwa mabinti ambao ni wengine ni ndoa changa, lakini wengine hamjaingia kwenye ndoa. Kukosa uvumilivu. Hali ya kukosa uvumilivu. Ndoa nyingi changa zina migogoro mingi na mizito ambao unajiuliza hivi, laiti ingelikuwa hivi mama zetu au bibi zetu wangestahimili kweli kwenye ndoa, au sisi tungelizaliwa. Lakini unakuja kugundua ndoa changa zina migogoro mingi kwa sababu tulikosa uvumilivu. Yani haya ambao tunakutana nayo huku kwenye ndoa ni kwamba sisi ndo tulianzisha huku chini, tulikosa uvumilivu. Mabinti wengi mnafikiri mtu akikutolea mahali tayari ndio amekuoa, au akikuvalisha pete tayari ndio amekuoa. Amvumilii kuingia kwenye agano. Au mwingine unakuwa na pressure, yani kuna pressure fulani iko kwa mabinti, akiona amefikisha miaka 23, 24, 25, anakuwa na pressure fulani hivi. Kwa hiyo haingii kwenye ndoa kwa sababu ya upendo au kwa sababu ya kujua nini anachoenda kufanya. Anatafuta kuingia kwenye ndoa kwa sababu anaona umri kama umri unaenda. Nataka nikwambie, umri wewe unaohesabu ni wa kwako wewe, sio wa Mungu. Hesabu za Mungu si hesabu za kibinadamu, na ndio maana hata tunaambiwaga Sara wakati ambapo mpaka ule mzunguko wa kawaida wa mwanamke ulishakoma, lakini alipata mtoto. Kwa usitake, usiingie kwenye ndoa kwa ajili ya pressure, na usiingie kwenye ndoa kwa sababu umemhurumia, labda kuna namna ambavyo ulikuwa unapita kwenye changamoto akakusaidia. Usiingie kwenye ndoa kama vile kumuonea huruma mtu au kutafuta kama kufanya kama malipo. Mwisho wa siku utajuta baadaye. Vumilieni. Vumilia, toka kwenye hiyo hali ya pressure mlionayo. Kwenye kile kitabu cha Waebrania, ukisoma Waebrania sura ya 6 ule mstari wa 15, neno la Mungu anasema na hivyo kwa kuvumilia aliipata ile ahadi. Na hivyo kwa kuvumilia aliipata ile ahadi. Nani? Hapa tunaambiwa baba wa imani Ibrahim alivumilia. Hebu tunajua kwamba Isara alibeba mimba ni miaka 90. Ibrahim tunajua alikuwa mzee. Kwa kawaida, kwa namna ya kawaida asingeliweza kupata watoto, wasingeliweza kupata watoto kwa kawaida, lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameiweka agano lake na ahadi yake ndani yao, akaweza kulitimiza. Kwa hiyo nini nataka kukuambia binti? Kuwa na uvumilivu. Kuweni na uvumilivu, acha kuendeshwa na pressure. Hiyo pressure iliyoko ndani yenu, hiyo ambayo inawapelekesha, ndio inakuja kuwaletea matatizo baadaye. Ninapokea simu nyingi za mabinti mko kwenye ndoa, bado nawaita mabinti kwa sababu miaka 25, miaka 24, miaka 23, lakini yuko kwenye matatizo mazito kwenye ndoa. Haya yote yametokana na nini? Kwa sababu alikosa uvumilivu. Na binti laiti mjijue. Tafuta kujijua kwamba wewe ni wa thamani kuliko kitu chochote. Mtu akikutongoza unaona kama vile bahati, huyu tu ngoja tu anioe, akiondoka sitaolewa. Hapana, waache wanaoenda waende. Yupo ambao Mungu amekukusudia, yupo ambaye Mungu amekuandalia. Ile kwamba umezaliwa umejikuta wewe ni mwanamke, kwa sababu Mungu alisema si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Kwa hiyo ili mpaka wewe unatokea ni msaidizi wa mtu. Kwa hiyo kuweni na uvumilivu, kwa sababu wewe ni msaidizi wa mtu, na huyu ambaye unatakiwa kumsaidia yupo mahali. Kwa kukosa uvumilivu mmejikuta mnaangukia kwenye mikono ambayo sio salama. Mmejikuta mnaangukia mahali ambapo hamkutakiwa kuwa hapo. Matokeo yake mnaishi kwa machozi na uchungu na maumivu. Mimi siamini kwamba ndoa ni kilio, na sivyo Biblia inavyoniambia, kwa sababu mimi kile ninachokiamini ni kile ninachokikuta kwenye Biblia. Kwa sababu Biblia inaniambia Bwana nijalie kuona raha nyumbani kwa mume wangu. Kwa hiyo ndoa kumbe sio machungu, sio mateso, sio huzuni. Ndoa ni raha, ndoa ni amani, ndoa ni furaha. Kwa hiyo kwa nini mko kwenye ndoa na ni changa na bado mna umri mdogo, lakini mko kwenye mateso makubwa? Kwa sababu mlikosa uvumilivu. Anasema kwa kuvumilia aliipata ile ahadi. Sasa Biblia inasema nini? Anasema tafuteni katika kitabu mkasome, hakuna atakayekosa kuwa na mwenzake. Kwa hiyo wewe binti unayenitazama ambao hujaolewa, hautakosa kuwa na mwenzako. Huyu anayekusumbua leo muacha aende. Lakini siwe kwamba ni kiburi au mnakomeshana, hapana. Kama unaona kwamba mtu sio sahihi, muacha aende. Yupo wa kwako, usilazimishe. Mabinti mmefika mahali mnaenda kujitolea mahali. Sio kweli.
Sio kweli. Sio kweli binti ujitolei mahali. Binti ujinunulii nguo za sijui shera. Binti ujinunulii pete, ina maana umejioa. Ni kwa sababu hayo yote mnayafanya kwa sababu mmekosa uvumilivu, mnahisi kwamba ngoja tu niende. Auolewi kwa sababu umemwona rafiki yako fulani kaolewa. Kila mtu ana wakati wake. Kama ambavyo amkuja kwa duniani siku moja, ndivyo ambavyo hata kuolewa na mambo yenu hayatafanana. Hata kama mlizaliwa tarehe zenu za kuzaliwa zinafanana, kila mtu ana kusudi lake ambalo amelibeba. Kwa hiyo niwaombe mabinti, kuweni na uvumilivu. Usiingie kwenye ndoa kwa sababu ya pressure, sijui umri umeenda, sijui nini, sijui vitu gani. Na usiolewe kwa sababu tu umemwona mwingine kaolewa. Usiolewe tu kwa sababu huyu akiondoka itakuwaje. Akiondoka muacha aende. Yupo ambaye Mungu amekukusudia. Nimeona niwakumbushe hili marafiki zangu mabinti, kuweni na uvumilivu. Kuweni na uvumilivu. Biblia imesema hakuna atakayekosa kuwa na mwenzake. Ina maana unaye aliye wa kwako, na kwa wakati Mungu atakupa na utafanikiwa na utakaa kwenye ndoa kwa amani. Ninaposema kwamba ndoa sio kilio, si kwamba hakuna hekaheka wala hakuna changamoto. Hivyo vitu huwa vinatokea na vipo, na lakini ambaye ni wa kwako huwa vinatokea na mnavisuluhisha, mnaendelea na maisha. Amen. Kwa sababu Yesu alishatuonya, anasema duniani tunamo dhiki, jipeni moyo kwa sababu yeye alishashinda. Kwa hiyo hata hivi tunavyokutana navyo njiani katika safari yoyote, kuna pancha, kuna dharura, kuna nini, kuna kutengeneza, kuna kufanya service ya gari. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinatokea ili mfanye service ya mahusiano yenu, mfanye service ya ndoa zenu, mfanye service ya ushirika wenu na Mungu. Muwe karibu sana na Mungu. Kwa hiyo ninachowaomba mabinti marafiki zangu katika jina la Yesu, hakikisheni mnakuwa na uvumilivu, acheni miemko. Hiyo pressure unayoiona ndani yako inayokusukuma kufanya olewa, fanya hivi. Kuolewa, unaolewa kwa wakati ambao umeamriwa na Mungu, si kwa sababu tu umeona wengine wameolewa. Amen. Mimi miaka inaenda kuelekea wapi? Huko ambako mnaiona kwamba inaenda wapi? Wakati mwingine Mungu anakuacha kwa makusudi kwa sababu yeye anajua wewe ni nani. Unaenda kuzaa nani? Lazima uende huko ukiwa umekomaa. Anakupeleka kwenye familia yenye nini ili ubadilishe kitu gani? Kwa sababu lile kusudi ndilo linalokupeleka kwenye hiyo ndoa. Yeye ndiye anayelijua. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kusema mbona mimi umri unaenda, lakini anajua kwamba kwa wakati gani utaingia kwenye ndoa, kwa sababu akili yako na fahamu wako utakuwa umekomaa. Ukifika mle kuna jambo anataka ulitengeneze kutokana na IQ yako itakuwa imekomaa. Kwa hiyo niwaombe mabinti marafiki zangu, jifunze kuwa na utulivu na Mungu wa mbinguni awabariki, mtafanikiwa. Acheni miemko, acheni pressure, yani kila kitu kipo kwa wakati, na ndoa utaolewa kwa wakati. Usiingie kwenye ndoa kwa miemko, usijigaramikie ili uolewe. Yupo Mungu ambaye alishagaramikia kila kitu. Muache mwanaume akugaramikie, ndio thamani yako itaonekana. Mungu wa mbinguni awabariki. Ulikuwa na mimi Lydia Kagisa, tenda kazi katika shamba la Bwana. Usiache kushare, kulike na kucomment hapo, na Mungu wa mbinguni akutunze sana. Wengine ambao mnajua kwamba leo ni mara ya kwanza kunifuatilia, hakikisha unabonyeza hiyo alama ya kengele, lakini usiache kufuatilia vipindi vinavyofuata. Bye bye.